Ndugu msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ni kwamba si kwamba haiwezekaniki kabisa kujua Yesu alizaliwa lini. Kuna viashiria vimeachwa katika Biblia. Ukisoma ile Mathayo sura ya 2 utagundua wakati Yesu anazaliwa, aliyekuwa anatawala alikuwa ni Mfalme Herode, na Mfalme Herode alikufa ule mwaka wa 4 kabla ya Kristo. Tunasema KK, ama kwa Kiingereza tunatumia neno BC, mwaka wa 4. Ndivyo historia inaliweka wazi kwamba Herode alikufa huo mwaka wa 4. Lakini ukienda sura ya 2 ya kitabu cha Luka, unaona anataja pale ya kwamba wakati Yesu anazaliwa, aliyekuwa anatawala katika dola ya Rumi alikuwa ni Kaisari Augusto. Jina lake kamili kabisa ni Octavia. Huyu ni mpwa wa Julius Kaisari. Julius anasema Julius Caesar. Sasa tarehe za kutawala kwa Kaisari Augusto na zenyewe zinajulikana. Kwa hiyo mpaka hapo tunaweza tukapata Yesu alizaliwa kwanza mwaka gani, na tukiunganisha utawala wa Kaisari Augusto, miaka aliyetawala kuanzia ule mwaka 27 BC, alafu na kipindi Yesu anazaliwa, Herode alikuwa hai ambaye amekufa mwaka wa 4 BC. Wanazuoni wanakubaliana ya kwamba inawezekana Yesu alizaliwa kati ya tarehe mwaka wa 6 BC mpaka mwaka wa 4 BC. Wengine wanaamini ni mwaka wanasema mwaka wa kwanza BC ndio mwaka wa kwanza AD ndio Yesu alizaliwa. Unajua katika matukio haya ya Biblia kuna kalenda 2 zinatumika. Moja inaitwa historical calendar, kalenda ya kihistoria, ambayo hii ilikuwa ni kalenda ambayo ilikuwa inafuata kalenda ya Julian, ilitengenezwa kipindi cha Julius Caesar. Alafu kuna kalenda inaitwa conventional calendar, yani baadaye watu tu wakaja kukubaliana kuna namna fulani hivi ya kuzihesabu tarehe. Wakakubaliana tu kwamba mwaka ule aliozaliwa Yesu ndio uwe mwaka wa kwanza. Sasa hii inaitwa conventional calendar. Kwa hiyo hilo halina shida yoyote ile, lakini hii ni kalenda conventional, kalenda ya watu wamekubaliana, wamekaa mezani kwamba tutaanza kuhesabu miaka tena kwa mwaka aliozaliwa Yesu. Lakini kalenda ya kihistoria kabisa ambayo ipo na kwenye vitabu inaonyesha ya kwamba Yesu amezaliwa kati ya ule mwaka wa 6 mpaka mwaka wa 4. Kwa hiyo mwaka wa kuzaliwa kwa Yesu unajulikana. Mwezi gani pia Biblia haijakaa kimya. Bado kuna viashiria vimeachwa kwenye Biblia ambavyo vinaweza vikakusaidia kujua Yesu alizaliwa mwezi gani. Kuna mambo mawili. Moja, jambo kubwa ambalo Luka ameliweka, ameunganisha tukio la kuzaliwa kwa Yohana na kuzaliwa kwa Yesu. Kwa hiyo Luka anapoanza kuripoti kuhusu kuzaliwa kwa Yesu, anaenda kwanza kuripoti kwa habari ya kuzaliwa kwa Yohana. Sasa mimba ya Yohana, ukisoma ile sura ya 1, inaonekana ilitungwa kipindi ambacho Zakaria alikuwa zamu kama kuhani wa zamu katika hekalu. Sasa ukisoma kitabu cha Nyakati wa Kwanza sura ile ya 24, Daudi aliweka utaratibu mzuri wa zamu za makuhani kuhudumu katika hekalu.
akatengeneza zamu 24. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Luka sura kwanza utasema Zakaria wa zamu ya Abia. Hiyo ni zamu kabisa, ni zamu ya Abia, maanake watoto wa Abia. Sasa ukifuatilia ukisoma kwenye kitabu cha Nyakati wa kwanza sura 24, zamu ya Abia ilikuwa ni zamu ya 8. Sasa kama zamu ya Abia ilikuwa ni zamu ya 8, unaweza ukapata makadirio ya mwezi gani ambao Zakaria alikuwa hekaruni. Manake zamu ya kwanza itaanza kuhesabiwa. Sasa hapa ndipo kuna changamoto, kwa sababu Wayahudi wana kalenda mbili. Kuna kalenda ya kiraia ambayo inaanza mwezi wa Tishri, alafu kuna kalenda ya kidini ambayo inaanza mwezi Nisani, kwa maelezo ya Mungu mwenyewe wakati wanatoka Misri, akawaambia huu ndio utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Sasa ulikuwa ni mwezi wa Nisani ambao ulikuwa ni katika kalenda yetu ya kawaida ni katikati ya mwezi wa 3 mpaka katikati ya mwezi wa 4. Sasa ukianza kuhesabu zamu ya kwanza ilianza kusimama hapo, utakuta zamu ya Abia inaangukia mwishoni mwa mwezi wa 5 na mwanzoni mwa mwezi wa 6. Kwa hiyo utaona sasa mimba ya Yohana ilitungwa mwishoni mwa mwezi wa 5 kwa kuelekea mwanzoni mwa mwezi wa 6. Sasa ukifuatilia ile stori ya Mariamu Elizabeth, utaona Mariamu alipata ujauzito wakati Elizabeth tayari ana mimba ya miezi 6. Ukiweka kwenye kalenda yetu, maana yake itakuwa ni mwezi wa 12. Maana yake mimba ya Yesu ilitungwa mwezi wa 12. Sasa kama mimba ilitungwa mwezi wa 12, maana yake kipindi cha miezi 9, maana yake Yesu amezaliwa kati ya mwezi wa 9 mwishoni na mwezi wa 10 mwanzoni. Hii ni miezi ambayo inakubalika na wanazuoni wengi kulingana na hali ya hewa ya Palestina au pale ilipokuwepo Israeli. Kwa hiyo si kwamba Biblia ipo kimya kabisa, lakini ni mwezi umefichwa na haujatajwa wazi, kama ambavyo miezi ya Pasaka imetajwa wazi, kama ambavyo mwezi wa Pentekoste umetajwa wazi. Mwezi wa kuzaliwa kwa Yesu unakutaka uunganishe matukio hayo, ndipo ufike hapo pahala pa kwamba Yesu amezaliwa mwezi wa 9 mwishoni mpaka mwezi wa 10 mwishoni, lakini hauikuti wazi kwenye Biblia, na hicho ndicho ambacho kimeifanya sikukuu hii iingie katika utata. Hilo ni jambo la pili.